Watu wengi huwa tunamuuliza Mungu maswali mengi tu, mengi. Mungu, kwa nini hiki kimeenda hiki? Kwa nini umeruhusu huyu amekufa? Kwa nini hiki kimefanyika? Kwa nini umeruhusu nimeharibiwa kazi? Huwa tunamuuliza Mungu maswali, lakini Mungu pia huwa anauliza maswali. Sasa katika utafiti wangu katika Biblia niligundua kuna swali ambalo Mungu aliuliza la kwanza kabisa nalo likodiwa kwenye Biblia. Aliuliza, Adam upo wapi? Kutoka katika Mwanzo sura ya 3 fungu la 9. Adam upo wapi? Swali lilikuwa linauliza mahali, na mahali hapa palikuwa ni mahali katika maana mbili. Moja ni geographical place, lakini mbili ni spiritual position ambayo Adam alikuwepo. Mungu amekuwa akiuliza hili swali hata kwako, uko wapi? Leo ukiulizwa, je, upo wapi? Upo wapi kwa muktadha wa kimantiki? Upo wapi kwa muktadha wa kijiografia? Upo wapi? Na ina maana Mungu alikuwa mahali sahihi ambapo alipaswa akutane na Adam, lakini kwa sababu hakumkuta pale Adam, alimuuliza Adam, upo wapi? Hivyo watu wengi wameshindwa kufanikiwa na kuendelea kwa sababu hawako mahali sahihi. Unakuta hafanyi kazi mahali sahihi, hafanyi kazi sahihi, hafanyi na watu sahihi, hafanyi jambo sahihi. Leo tu natamani nizungumzie mahali sahihi, position. Nafasi uliopo, je, ni nafasi sahihi? Mahali ulipo, je, ni mahali sahihi? Hapo ulipoketi, je, ni mahali sahihi ambapo unapaswa kuwa? Je, ni mahali sahihi ambapo unapaswa kukaa? Sasa kabla sijakwambia utajuaje uko mahali sahihi, zamani za kale kuna kisa kiliweza kuandikwa cha babu mmoja ambaye alikuwa anataka kuyaaga maisha yake, huko dakika zake za mwisho. Akamuita mjukuu wake aliyokuwa anampenda, akampatia saa yake kongwe, saa kuu ya zamani. Akamwambia, mjukuu wangu, tafadhali nenda ukauze hii saa. Yule kijana akaenda kwa mwalimu wake shuleni, akamwambia, mwalimu, nauza saa. Mwalimu akamwambia, hii saa labda nitainunua kwa $10 kwa sababu ni saa ya zamani. Akarudi kwa babu akamwambia, hebu nenda upeleke sehemu mbalimbali. Basi mwalimu akaenda, basi kijana akaenda mahali mbalimbali, akaenda hospitalini kwa daktari wake. Daktari akasema atainunua kwa $5 kwa sababu ni saa ya zamani. Kijana akazunguka, akaenda mahali pengine, akaenda kwa mfanyabiashara, akakutana na mfanyabiashara mmoja, akamwambia atainunua kwa $3. Kila mahali ambapo kijana alikuwa akienda, thamani ilikuwa inazidi kushuka kutoka thamani kutoka $10, thamani inashuka kila siku, kila mahali. Na akarudi kwa baba, akamwambia, baba, pote ninapoenda babu, ninaikuta saa inauzwa chini ya $10. Kwa hiyo at least pale shuleni inanunuliwa kwa $10. Babu akamwambia, haina mbaya mjukuu wangu, nenda museum, sehemu ya makumbusho, ukauze hiyo saa, utaona watainunua kwa bei gani. Alipoenda makumbusho, saa ile ambayo iliambiwa inanunuliwa kwa sababu ni ya zamani, alipofika makumbusho, saa hiyo ilikubaliwa kununuliwa kwa $100 kutoka kwenye $10. Wakasema watainunua saa hiyo kwa $100 kwa sababu inafaa kwa makumbusho, ni saa ya zamani. Kijana akarudi kwa babu, akamwambia babu yake kwamba imekubaliwa kununuliwa kwa $100. Kisha babu akampa funzo, akamwambia, kijana wangu, mahali sahihi ndipo utapata thamani. Mzee akaendelea kulikozeleza hili somo kwamba mahali sahihi, kwa sababu saa ilipelekwa mahali ambapo sio sahihi, thamani yake ilishuka. Saa ilipelekwa kwenye mahali ambapo pako sahihi, thamani yake ilipanda. Hivyo watu wengi thamani zetu huenda zinashuka kwa sababu hatuko mahali sahihi. Sasa mimi leo nitaenda kukuonyesha sifa. Ukiziangalia hizi sifa ndio utagundua ya kwamba hapa nipo mahali sahihi au sipo mahali sahihi. Kwanza, ukiona uko sehemu ambayo thamani yako inapandwa, heshima yako inajengwa, ukiona mahali ambapo unakuwa katika thamani, value yako inakuwa,
ujue hiyo ni sehemu ambayo upo ni mahali sahihi kabisa. Ukiona sehemu yoyote ambayo upo thamani yako inakuwa, ujue hiyo ni mahali sahihi ambapo upo. Ukiona mahali popote ambapo thamani yako inashuka kila siku, thamani yako inaporomoka kila wakati, ujue haupo mahali ambapo ni sahihi. Hiyo ni dalili ya kwanza ya kwamba haupo mahali ambapo ni sahihi. Kwa sababu mahali ambapo sio sahihi panapunguza thamani yako. Lakini pia ukiona mahali ambapo unatumia nguvu nyingi, unatumia nguvu sana, ujue haupo mahali sahihi. Mahali ambapo unatumia nguvu nyingi, unatumia nguvu sana, sio mahali sahihi. Na ndio maana samaki hapati kazi kuogelea kwa sababu yuko mahali sahihi. Ndege hapati kazi kuruka kwa sababu yuko mahali sahihi. Sasa hawa watu wawili, hivyo vitu viwili, hivyo viumbe viwili vibadilishe. Samaki mpeleke angani uone kama ataruka. Mpeleke ndege majini kama ataogelea. Lakini kila mtu akiwa kwenye mahali pake, yuko mahali sahihi, hatumii nguvu sana. Kwa hiyo samaki haimtumii nguvu kuogelea kama ambavyo binadamu tunaweza tukatumia nguvu kuogelea, kwa sababu yeye yuko mahali pake sahihi. Ni kama sisi ambavyo tukiwa juu ya ardhi tunaweza tukapumua vizuri kabisa kwa sababu tuko mahali sahihi. Mahali popote unapoona unatumia nguvu sana, unatumia juhudi sana, unatumia nguvu nyingi sana, hiyo ni dalili ya kwamba hauko mahali sahihi. Ukiona unatumia nguvu sana hilo penzi kwenda, unatumia juhudi sana hicho kitu kufanyika, ujue ya kwamba si mahali sahihi. Lakini pia mahali sahihi hukukuza kimaadili. Mahali ambapo ni sahihi ni mahali ambapo pana kukuza kimaadili. Unaweza ukawa kwenye eneo ambao unapata pesa, unapata maisha, lakini hapa kukuzi kimaadili. Panaondoa maadili kwa watoto wako, panaondoa maadili kwa familia yako. Nilikuwa nikisoma Mwanzo 34 nikagundua kuna mzee Yakobo wakati yuko Shechem. Shechem ni mahali ambapo alikuwa anapata fedha, alikuwa anapata mifugo wanaongezeka, kuna kijani kibichi kizuri, lakini ndio mahali palipomuua binti wake wa pekee Dina. Mahali sahihi pana kuondolea kimaadili. Mahali hapo jina lake lilinuka. Alitoka mahali hapo Yakobo akaenda Betheli, mahali ambapo palimkuzia sana. Mahali sahihi unapokuwa panaleta msaada wa kipekee. Panaleta msaada wa kipekee. Unapata msaada wa kipekee. Ukiona mahali ambapo hupati msaada wa kipekee, uwe ni msaada wa kihisia, msaada wa kimwili, msaada wa kifedha, hauko mahali sahihi. Hebu kidogo, ukienda ukisoma katika kitabu cha Yona, kiko kwenye Biblia. Yona bwana aliambiwa akaenda kuhubiri. Yona bwana aliambiwa akahubiri pointi A, yeye akaenda kuhubiri pointi B. Sasa Yona wakati ameenda pointi B, kwanza aligaramika. Ukiona mahali ambapo unatumia nguvu nyingi, kumbuka ile pointi yetu. Mahali ambapo pana kugharimu vya kutosha, Yona aligaramika, akalipa nauli, akafika, akajificha. Mahali sahihi hauna amani. Yona tu amefika tu kwenye mtu, amejificha, akakaa ndani, akakaa chini kabisa. Mahali sahihi, dhoruba ikapiga. Saa nyingine kupigwa na majanga na matatizo mbalimbali, yawezekana hatuko mahali sahihi. Yawezekana hauko mahali sahihi. Yona akagaramika, akajificha na akapata majanga. Sifa za mahali pasipo sahihi. Lakini Yona alipokubali kwenda kuhubiri, hakugaramika, alienda bure. Samaki akampeleka bure. Mahali sahihi hautumii nguvu nyingi, hautumii juhudi zako. Biblia inasema Yona alishuka alipoenda kule mahali pasipo sahihi, lakini alipoenda mahali sahihi aliibuka nchi kavu. Kwa hiyo mahali sahihi pana kupandisha, mahali pasipo sahihi pana kushusha. Sijajua katika hizo nilizozisema unaangukia upande upi. Thamani yako inashuka, thamani yako inapanda. Ukiona uko mahali thamani inashuka, si mahali sahihi. Ukiona uko kwenye mahusiano thamani inashuka, si mahali sahihi. Ukiona upo kwenye kazi, kwenye biashara, thamani inashuka, sio mahali sahihi. Unapaswa kufanya uamuzi mmoja tu wa kuondoka na kutafuta
mahali pako sahihi. Kuna somo liko hapo, kaliangalie, litakusaidia namna ya kuondoka mahali pasipo sahihi.